Na leo tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka 2026, maombi namba 488 yalikuwa yanakuja kwa ajili ya kusikilizwa mbele ya Jaji Ngunyale, ambayo mtakumbuka yanahusu Geoffrey Mwambe dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na kamishna wa uhamiaji. Upande wa jamhuri walipewa siku 2 kwa ajili ya kufaili majibu yao ili leo kesi hii ije kwa ajili ya kusikilizwa. Kwa bahati mbaya wamefika mahakamani, wanasema siku 2 kwao zilikuwa ni chache, kwa sababu walikuwa wanafanya mawasiliano na upande wa uhamiaji ili waweze kukusanya taarifa za kuweza kuandika kwenye hati yao ya kiapo, na wameambia mahakama kwamba hao maafisa wa uhamiaji ambao walizo passport wamefika Dar es Salaam, kwa leo watakaa nao kwa ajili ya kuweza kukusanya hizo taarifa ili Jumatatu asubuhi waweze kufaili hati ya kiapo. Kwa hiyo kesi imepangwa Jumatatu kwa ajili ya kusikilizwa saa 8 mchana, na wao upande wa serikali wamepewa siku kuanzia leo mpaka Jumatatu asubuhi wao wameshafaili hati za viapo, kwa maana hati kinzani za viapo kama watakusudia kufanya hivyo. Mashaka yetu ilikuwa ni kwamba shauri hili limefunguliwa kwa hati ya dharura. Kama tulivyozungumza huko nyuma, Mwambe anaumwa, anahitaji kutibiwa kwenda Ujerumani, na ndio maana tukafungua kwa hati ya dharura. Sasa wakawa wanaomba waongezewe mpaka siku ya Jumanne huko zaidi ya Jumatatu. Tukasema hapana, kwa sababu ni swala la mawasiliano tu ya kawaida, kukaa nao chini au maafisa wa uhamiaji wawape fax za kwa nini walichukua hizo passport za Mwambe na familia yake, leni wafaili mahakamani hati za viapo. Sasa sio swala ambalo linahitaji muda mrefu zaidi, na jaji akakubaliana na hoja zetu kwamba tupewe siku ya Jumatatu saa 8 mchana kesi je kwa ajili ya kusikilizwa, na wao Jumatatu asubuhi wao wameshafaili hizo hati za viapo. Ni kweli demand note tuliwasave tarehe 31 mwaka jana mwezi wa 12, na tuliwapa siku 3 wao wameshamkabidhi Geoffrey Mwambe passport zake pamoja na familia yake, lakini hilo jambo halikutekelezwa na kamishna wa uhamiaji. Sasa ili kuchukua hatua zaidi, sheria inakutaka katika nature maombi haya kwamba uwe umeshaomba jambo fulani kwa huyo mtu ambaye unakuja kumshtaki mahakamani, ili uwe na nguvu ya kisheria kusema kwamba ulishamtaka akupe passport then hakukupa passport. Kwa hiyo wao hawakutekeleza matakwa ya demand note, wakakaa kimya, then kama unavyojua mahakama ndio sema mwisho kutenda haki. Kwa hiyo mteja wetu akasema naombeni kafungueni kesi mahakamani ili haki zake ziweze kupatikana mahakamani. Mahakama itoe amri za kamishna wa uhamiaji aweze kumpatia passport Geoffrey Mwambe pamoja na familia yake. Kwa hiyo kwa sasa Mwambe anasema baba anaumwa, maana yake hakuna matibabu yoyote yanayopatikana. Sasa swala la afya ya mtu na namna anavyotibiwa ni swala la yeye binafsi, lakini taarifa iliyopo ni kwamba anaumwa, na nishazungumza toka awali kwamba kabla hajakamata tarehe 7 Disemba mwaka jana Mwambe alikuwa anaumwa, na nishazungumza kwamba alikuwa ameshaanza mchakato wa kuanza kutafuta visa kwa ajili ya kwenda kutibiwa Ujerumani. Naam, asante.